kila ambavyo kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo pressure inapanda katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ukiwakutanisha wenyeji Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utachezwa. Kadri zidi ambavyo muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo joto la dabi linazidi kupanda, ndivyo ambavyo unaweza kusema kwa sasa. Mchezo ambao unawakutanisha miamba ya soka kutoka Tanzania bara, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Yanga Africans wakiwa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC msimu mwaka 2025-2026 wakitoa taji hilo katika mchezo wa mwisho ule wakutanisha miamba hii ya soka, Simba Sports Club dhidi ya Yanga Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na Yanga Africans kufanikiwa kushinda magoli 2-0. Lakini pia wakaanza vyema msimu mwaka 2025-2026 kwa kushinda goli 1-0 mbele ya mtani katika mchezo wa ngao ya jamii, goli la Pacome Zouzoua. Leo hii ni tarehe 27 ikiwa imebakia siku moja tu katika mchezo mwingine wa kihistoria ambao safari hii umeletwa hapa visiwani Zanzibar. Mchezo ambao unaibua hisia za mashabiki wengi, asilimia kubwa kila mmoja akiamini kwamba timu yake inakwenda kushinda katika mchezo huo. Tambo zikiwa nyingi nje ya uwanja kabla ya mchezo. Ni Simba dhidi ya Young Africans. Young Africans wakiwa katika mchezo huu, mchezo ambao Young Africans wanatafuta rekodi ya kuendeleza ubabe mbele ya mtani baada ya kumfunga mara 6 mfululizo katika mashindano tofauti. Lakini Simba Sports Club nao hawahitaji tena kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba ni kama dabi inapoteza mvuto kwa kuwa wameshindwa kupata matokeo mbele ya mtani katika michezo 6 mfululizo. Kama ambavyo natazama nje ya dimba la New Amani hapa visiwani Zanzibar, mashabiki wakiendelea kununua tiketi, lakini hali ya hewa ikiwa imetulia kabisa, kajoto hivi akiwa kanapiga kwa mbali. Lakini kumbuka ya kwamba pia kama mvua haiko mbali. Young Africans katika mchezo huu wakiwa na alama 28 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, wakiwa wanaongoza michezo 10 ambao wamekwisha cheza, huku Simba Sports Club wakiwa na michezo yao 10 pia alama 23 katika nafasi ya 3, huku nafasi ya pili kama tuna JKT Tanzania. Mchezo huu ni miongoni mwa mchezo ambao kila mmoja anatamani kupata alama 3 muhimu, kama ambavyo Simba wanazitamani zaidi, kwa sababu ukitazama msimamo, mnyama anahitaji alama 3 kupunguza gepu la alama mbele ya Young Africans ambao tayari wana alama 28 wakiwa na michezo sawa, huku kwa Young Africans nao wakitamani kuendeleza ubabe, lakini pia kutanua wigo zaidi wa kutetea taji lao la ligi kuu ya NBC katika msimu wa mwaka 2025-2026. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu ni kuona namna ambavyo kila mwalimu, huku Pedro Gonzalez lakini pia Steven Becker kwa mara ya kwanza wanakutana. Ni dabi yao ya kwanza, hawajui namna ambavyo mashabiki wanapokuwa jukwani ni vibe gani analipata haswa wakishuhudia mchezo huu wa dabi. Huku yuko Mreno Pedro Gonzalez, lakini pia huku yuko Steven Becker ambaye naye kwa namna moja nyingine alizungumza kwamba maandalizi ya michezo mingine ni kama maandalizi ya mchezo wa dabi. Ni vita ya Gweye pamoja na Alan Okello kwa mara ya kwanza nao wanakuja kuonja ile radha ya dabi ya Kariakoo. Young Africans ana kumbukumbu nzuri katika dimba la New Amani katika msimu wa mwaka 2025-2026 ama katika mashindano ambayo amecheza baada ya kutumia uwanja huu katika michuano ya kimataifa, haswa katika CAF Champions League, na kupata alama 7 katika dimba hili katika michezo 3 ya hatua ya makundi ambayo amecheza. Young Africans alicheza hapa dhidi ya FAR Rabat na akapata matokeo ya goli 1-0, lakini pia akacheza hapa na Al Ahly akashinda, akapata sare ya goli 1-1, na akacheza hapa dhidi ya JS Kabylie magoli 3-0. Unaweza ukasema ni kama Young Africans bado ana rhythm ya kutazama uwanja huu kama uwanja ambao upo kwa upande wake, lakini si hivyo. Licha ya kwamba alishinda magoli 3, Young Africans unaweza ukasema, ukatumia ule msemo, umeoga lakini hauendi mjini. Walishindwa kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika mwaka 2025-2026. Huenda matokeo haya mashabiki yakawa na wapa nguvu, kwa sababu mara ya mwisho katika ardhi hii walitoka na furaha, licha ya kwamba hawakunufaika na matokeo hayo. Mnyama Simba Sports Club naye anarejea hapa akiwa na kumbukumbu mbaya baada ya kutolewa mara ya mwisho katika michuano ya Mapinduzi katika hatua ya nusu finali. Unaweza ukasema anarejea hapa akiwa na kumbukumbu ambayo si nzuri, haswa alivyotumia uwanja huu katika michuano ya Mapinduzi msimu wa mwaka 2026. Nini ambacho kitajili, nini ambacho kitatokea? Wote tunasubiri kuona nani ambaye atakwenda kuibuka mbabe katika dabi hii ya Kariakoo msimu wa mwaka 2025-2026, ukiwa ni mchezo wa kwanza katika raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC msimu huu. Ni Young Africans kuendeleza ubabe mbele ya mtani, ama ni Simba Sports Club, mnyama mkali aliyejeruhiwa, kurejesha makali yake? Wote tunasubiri kujua nini ambacho kitatokea. Nguvu kubwa ya kampuni bora kabisa ya kubashiri ya PMBet, endelea kutengeneza mikeka kupitia www.pmbet.co.tz ili miongoni mwa wafalme kama ambavyo wanashinda wengine magari pamoja na pesa taslimu.